Mojawapo ya changamoto ambazo Waislamu wanapenda kuziweka mbele ya Wakristo ni kusema kwamba Biblia ina makosa mengi ndani mwake, na kwamba kama ina makosa basi haiwezi kusadikika, kwamba haliwezi kuwa neno la Mungu na hivyo inakuwa haiwezi kusadikika. Na mojawapo ya mifano anaipenda sana kuitoa ni kuhusu swala la rangi za nguo ambazo Bwana Yesu alikuwa amevaa wakati ule yuko mikononi mwa askari wa Kiroma kabla ya kupelekwa msalabani na kutundikwa msalabani. Kwa mfano tunaposoma Injili ya Mathayo sura 27 mstari wa 28, mwinjili Mathayo anazungumzia kwamba alivikwa vazi jekundu. Na tunapoenda kusoma Marko sura ya 15 mstari wa 17, Marko anasema ilikuwa nguo ya rangi ya zambarau. Halikadhalika Yohana yeye katika sura ya 19 mstari wa 2 anasema zambarau. Luka hazungumzii chochote kuhusu rangi hili vazi, lakini hebu tukasoma hii mistari kuthibitisha kwamba kuna tofauti ya rangi. Hilo la kwanza. Tunasoma Injili ya Mathayo sura ile ya 27 mstari wa 28. Unasema hivi: wakamvua nguo wakamvika vazi jekundu. Kama sawa kama tulivyoona mwanzo. Tunapoenda kwa Marko sura ya 15 mstari wa 17 unasema wakamvika vazi la rangi ya zambarau. Tunapokwenda kwa mwinjili Yohana sura ya 19 mstari ule wa pili nasema nao askari wakasokota taji ya miiba wakamtia kichwani wakamvika vazi la zambarau. Ni sahihi kabisa kwamba tunaona tofauti ya hii vazi. Lakini kuna vitu kadhaa hapa lazima kwanza kabla ya kwenda kwa ndani. Tunaona jambo la kwanza kama tulivyoona pale kwa Mathayo anasema wakamvua nguo wakamvika vazi jekundu. Maana yake ni kwamba tunaona Bwana Yesu alikuwa amevaa nguo nyingine na wakamvika vazi nyekundu. Na halikadhalika tunapoenda ndani zaidi tunakuta maelezo mengi zaidi. Kwa mfano tunapokwenda kwenye Marko sura hiyo ya 15 mstari wa 20 tunaona jambo hili la msingi sana na kuzingatia. Marko 15:20 anasema hivi: hata wakiisha kumdhihaki wakamvua lile vazi la rangi ya zambarau wakamvika mavazi yake mwenyewe wakamchukua nje ili wamsulubishe. Huyu ni Marko. Kwa maana tunaona Marko anaonyesha kwamba Bwana Yesu alikuwa na seti mbili za mavazi. Hizi nyingine ni za kwake, ile nyingine ya zambarau tutajua ameitoa wapi. Hasemi ameitoa wapi, wala hasemi kama ilikuwa ni nguo yake. Yohana yeye kwenye swala la seti ngapi za nguo hazungumzi chochote. Tunapokwenda kwa Mathayo sura ile ya 27 mstari wa 31 tunakuta kielelezo pale 27 mstari wa 31. Mathayo anasema walipokwisha kumdhihaki wakalivua lile vazi, yani ile vazi jekundu analolisema Mathayo, wakamvika mavazi yake wakamchukua kumsulubisha. Kwa maana hiyo inavyoonekana lile vazi jekundu kwa mujibu wa Mathayo halikuwa vazi lake. Halikadhalika tumeona pale Marko yeye naye pia anasema walimvua lile vazi la zambarau wakamvika mavazi yake. Sasa muhimu ya kufahamu hapa, cha kwanza kabisa kujua haya mavazi ya nyekundu au zambarau ambao ndio Waislamu wanazungumzia kuhusu makosa yalitoka wapi. Nilikwambia pale mwanzo kwamba mwinjili Luka hazungumzi chochote kuhusu rangi haya mavazi, lakini kuna kitu anatueleza katika Injili ya Luka sura ile ya 23 mstari wa 8 mpaka 11. Luka sura ya 23 mstari wa 8 mpaka 21. Luka 23 8 21. 8 mpaka 11, samahani. Anasema hivi: na Herode alipomuona Yesu alifurahi sana. Hii ni wakati ambako kwa ufupi tu ni kwamba Yesu kwanza alipelekwa kwa yule Yuda, samahani, kabla kupelekwa kwa Herode kwanza alipelekwa kwa Pilato. Pilato akaamuru apeleke kwanza kwa Herode kwa sababu alionekana huyu ni Mgalilaya. Kwa hiyo alipelekwa chini ya utawala wa aliyekuwa kiongozi wa Galilaya ambaye alikuwa ni Herode. Sasa alipokuwa kwa Herode ndio hili linatokea. Anasema na Herode alipomuona Yesu alifurahi sana kwa sababu alikuwa akitamani sana kumuona tangu siku nyingi, maana amesikia habari zake, akataraji kuona ishara iliyofanywa na yeye. Akamuuliza maneno mengi yeye Yesu asijibu lolote. Wakuu wa makuhani na waandishi wakasimama wakimshtaki kwa nguvu sana. Basi Herode akamfanya duni
pamoja na askari zake, akamdhihaki na kumvika mavazi mazuri. Kwa maana hiyo tunaona hapa Luka anavyotueleza ni kwamba Herodi naye alikuja akamvika mavazi mazuri. Sasa kwa wanaofahamu kuhusu historia ya Waroma na kwenye karne ya kwanza, rangi nyekundu na rangi ya zambarau zilikuwa ni rangi za gharama sana. Haya yalikuwa ni mavazi ambayo yanavalika aidha kwa watu wenye walikuwa matajiri au walikuwa na vyeo vikubwa katika serikali ya Kirumi au matajiri wengine wote. Ndio kwa sababu hizi rangi zilikuwa ni adimu na zilikuwa zina gharama kubwa sana. Kwa hiyo tunapoona pale anaposema amemvalisha nguo, Luka anasema Herodi alimvalisha mavazi mazuri. Hili ni jambo la msingi sana. Mavazi mazuri ni nini? Mavazi mazuri tunaweza tukaamini pasipo shaka kwamba ni mavazi ya gharama kubwa. Na gharama kubwa kwa wakati ule zilikuwa ni rangi mbili, aidha zambarau au nyekundu. Lakini twende ndani zaidi, tusiishie hapo tu. Tunataka kujua, je, huyu Yesu alikuwa amevaa ile vazi lilikuwa rangi gani? Kwa sababu changamoto kubwa hapa wanaweka Waislamu ni kuhusu kama je, ni rangi ya zambarau kwa mujibu wa Marko na Mathayo au rangi nyekundu kwa mujibu wa Injili ya Mathayo. Sasa katika mojawapo wa video zangu niliwafundisha kwamba hii Agano Jipya lugha yake ya asili ya mwanzo iliandikwa katika lugha ya Kigiriki. Lazima turudi katika lugha ya Kigiriki kujua, kwa sababu tunasoma katika Kiswahili tunaambiwa tu vazi, lakini unapokwenda katika Kigiriki unakuta kitu tofauti sana. Tunapata hawa wa Injili waandishi hawa wote watatu, yani Mathayo, Marko na Yohana, wanatuachia pia fununu kule ndani. Kwa mfano, unapofika kwenye Mathayo ile 27 mstari wa 28 anapozungumzia vazi, Mathayo yeye anatumia neno klamus, ambao ni neno la Kigiriki klamus. Na klamus ni neno ambalo linamaanisha kanzu au vazi ambalo lilikuwa ni fupi na mara nyingi lilikuwa linavaliwa na aidha wanajeshi wa Kiroma au maafisa wa Kiroma. Hili lilikuwa ni tofauti kidogo. Unapokwenda kwa Marko halizungumzi, hatoi ufafanuzi ni aina gani ya vazi, anataja tu alivalishwa nyekundu. Sasa Yohana yeye, unapokuta katika Injili ya Yohana ule sura ya 19 mstari wa 2 anatumia neno himashen, ambao himashen hii ni vazi la kanzu ama joho linaovaliwa juu ya vazi jingine. Anatumia neno himashen. Na yeye ukumbuke Mathayo anatumia klamus na anasema nyekundu. Yohana anatumia himashen ambao ni kanzu refu na mara nyingi ilikuwa inavaliwa na maofisa wakubwa au na wafalme wale wa Kirumi na wengine matajiri wakubwa. Ilikuwa ni vazi ambalo linavaliwa juu ya zile kanzu nyingine. Na yeye huyu Yohana anasema ilikuwa katika rangi ya zambarau. Kwa hiyo tunaona wazi hapa hawa wa Injili wanatumia maneno mawili tofauti kwa kuashiria kwamba hizi ni nguo mbili tofauti, ambazo kama nilivyokuambia pale mwanzo, Luka anatuambia hizi nguo alivalishwa na Herodi. Sasa nini hoja hapa au nini utetezi wangu? Kimsingi hapa hawa waandishi wote watatu wa Injili hakuna hata mmoja aliyekosea. Mathayo anaizungumzia kanzu fupi ambao ilikuwa ya rangi nyekundu. Marko japo haielezei ni kanzu gani, lakini anaizungumzia ni zambarau. Lakini Yohana anatuambia hii ni kanzu ndefu kubwa iliyovaliwa juu ya kanzu nyingine kama mfano wa joho ambao rangi yake ni zambarau. Kwa hiyo hawa wa Injili wanazungumzia kwa usahihi kabisa nguo na rangi zake, wanazitofautisha. Na hata leo hii kwa mfano ukienda kwa Waarabu katika sherehe huwa wanavaa kanzu juu yake na huwa wanavaa joho juu yake. Angalia wewe, ingia katika internet, angalia mavazi ambayo wanavaa katika sherehe au shughuli maalum. Waarabu huwa ndivyo namna wanavyovaa. Waarabu au watu wa Mashariki ya Kati katika desturi zao tokea kale walikuwa mara nyingi wanavaa nguo mbili, kanzu na joho juu, na mpaka sasa Waarabu wanavaa hivyo. Kwa hiyo kama ukizungumza mtu amevuliwa nguo ukaizungumzia, kwa mfano unaweza kukuta katika picha unakuta mfalme wa Saudia anavaa kanzu nyeupe na joho jeusi juu. Utakaposema kwamba huyu wamemvua nguo nyeusi na yule mwingine akasema wamemvua nguo nyeupe, hawakosei, wanazungumzia nguo
mbili tofauti, na maana yake ni kwamba ushahidi wa namna hii unathibitisha usahihi wa tukio, hauleti ukinzani, bali unathibitisha. Katika mahakama kwa mfano ingelikuwa ni hivyo, huu ushahidi wa hawa Mathayo, Marko na Yohana ungekuwa ushahidi makini sana, kwa sababu ungethibitisha hawa watu hawajanakiliana, kwamba kila mmoja anazungumzia tukio lile kwa kumbukumbu yake na kwa vitu ambavyo alivishuhudia. Kwa hiyo ndugu yangu Mkristo, ni kutie moyo kwamba vipingamizi kama hivi, ni kuambia ukweli, havina msingi wote kutoka kwa Waislamu. Maandiko yako wazi, tunasema yaacha maandiko yazungumze yenyewe, na maandiko kama tulivyoona hapa yanajizungumzia yenyewe na yanaeleza wazi, hakuna mkanganyiko wa aina yoyote. Na hili Bwana Yesu alishaahidi tokea pale alipokuwa baada ya kufufuka, aliwaahidi wanafunzi wake, nitamtuma msaidizi, Roho Mtakatifu, awakumbushe yote. Sisi Wakristo tunasema kwamba Biblia ni kitabu ambacho kimeandikwa kwa uvuvio wa Roho Mtakatifu, na hii ni mfano mwingine hai wa kuthibitisha hilo. Na wewe ndugu yangu Muislamu ambaye unapenda kutumia maneno haya kwenda kuwarubuni wa Kristo au kujidanganya wenyewe na kuwadanganya wenzio, unafanya makosa makubwa na ni dhambi kubwa. Kaa utafakari, huu ndio ukweli wa Injili. Mungu aliwavuvia waandishi hawa, wafuasi hawa wa Kristo, na wakaandika kwa usahihi kabisa pasipokuwa na mashaka yoyote. Ni kuthibitishie tu kwamba Injili hii ni neno la kweli, na ni neno ambalo linazungumzia kuhusu wokovu kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Nikukaribishe tu utafakari na umkiri Bwana wetu Yesu Kristo ili uweze kupata uzima wa milele, usije ukaangamia. Hakuna ukweli katika Qur'an, hakuna ukweli katika Muhammad, na ukweli na uzima upo tu kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Na mwenyewe Bwana wetu Yesu Kristo anasema wazi, mimi ni njia na kweli na uzima, mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Wokovu uko kwa Kristo ndugu yangu. Tafakari, usipoteze muda, wakati ndio huu. Asante sana.